Ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa hivi sehemu ambayo imefikia, naweza nikasema kwamba ushindani ni wa hali ya juu. Kila ambapo unakuwa upo juu, basi mwenzako wa nyuma naye pia anakufuata kwa spidi ile ile. Hapo jana tumeweza kushuhudia kwa upande wa klabu ya Simba ameondoka na ushindi mabao 3-0. Kwa hiyo hii leo ni zamu sasa ya klabu ya Dar es Salaam Africans ambao wanashuka dimbani kuvaana na Mbeya City. Wanafahamu kwamba walipoteza alama 2 pale mkoani Mbeya. Hii ni mechi nyingine ambayo wanahitaji zaidi kupata alama 3 ili kujiweka kwenye eneo zuri zaidi. Kwa upande wa Mwalimu Pedro Goncalves amekuja kwa aina ya kitofauti kabisa kwenye mechi hii leo. Lakini kabla sijakwenda kukuangazia kikosi, nikukumbushe hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia kikosi kwa upande wa klabu ya Yanga dhidi ya Mbeya City. Golikipa anarejea Djigui Diarra baada ya kufungiwa michezo mitatu na kamati ya nidhamu ya upande wa ligi kuu. Hatimaye anarejea kwenye mchezo hii leo dhidi ya Mbeya City. Atakuwa amezimisa zile clean sheet kwenye mechi ya namna hii, kwa sababu wanafahamu baada ya mechi hii, mechi inayofuata ni mechi ya watani wa jadi. Hapa ninazungumzia ni dhidi ya Simba Mei 3. Kwa hiyo hii ni mechi ambayo ni lazima ajiweke sawa kwa ajili ya kujiweka vizuri zaidi. Lakini pia kwenye upande wa beki ya pembeni kulia yupo Yao kwa Uwasi. Kwa upande wa Yao, baada ya kurejea kwenye upande wa majeraha mechi ya kwanza ambao wanapata nafasi ya kwanza ya ligi kuu Tanzania bara. Hapa ninazungumzia hivyo. Inabidi uweze kunipata vizuri. Ni beki ambaye taratibu tumeweza kumuona anarejea na anaonyesha ule utimamu sasa, na mwalimu anampa nafasi kwenye mechi hii kwa sababu anafahamu nini hasa ambacho kinafuata baada ya hapa. Lakini pia Mohamed Hussein Zimbo Diarra atacheza kwenye eneo la beki ya pembeni kushoto. Kwa upande wa Mohamed Hussein ni kama hivi tayari amechukua nafasi hiyo kutokana na kile ambacho amekuwa anakitoa. Ni mchezaji ambaye amekuwa anatoa ulinzi imara kwenye eneo la kushoto, kupiga crosses zenye ubora, lakini pia ni mzoefu kwenye mechi za namna hii. Kwa upande wa kocha atakuwa akimhitaji zaidi Mohamed Hussein kwa ajili ya kuanzisha mashambulizi kwa kasi. Mabeki wa katikati, kwanza moja kwa moja yupo Ibrahim Baka, beki ambaye amekuwa na uwezo wa hali ya juu, nguvu, kushinda mipira ya aina yote, lakini pia kusoma mchezo. Kwa upande wa Mwalimu Pedro atakuwa akimhitaji kwa upande wa Baka kuwa nguzo ya ulinzi, lakini pia na kuhakikisha washambuliaji wa Mbeya City hawapati nafasi ndani ya box. Wakati huo pia nahodha Bakari Nondo Mwamnyeto naye pia yupo kwenye eneo hilo. Kwa upande wa Bakari Nondo Mwamnyeto tunafahamu ni beki ambaye ni kiongozi kwenye upande wa kikosi cha Yanga. Yeye ndiye ambaye atakuwa akiongoza safu ya ulinzi kuhakikisha timu inakuwa imara zaidi kwenye eneo hilo. Lakini pia kwenye upande wa viungo katikati, moja kwa moja yupo Duke Abuya. Kwa upande wa Abuya tayari tunasema kwamba hii ni nafasi yake mara zote. Huu ni box to box midfielder, ana uwezo wa kupora mipira na uwezo wa kukimbia. Lakini pia kwa upande wa kocha atakuwa akimhitaji zaidi kuvunja mashambulizi ya Mbeya City kwenye eneo la katikati kutokana na namna ambavyo wamekuwa wanacheza. Lakini pia Mudathiri haya kwenye eneo hilo atasaidiana na Duke Abuya. Kwa upande wa Mudathiri ni kiungo ambaye amekuwa ni mtulivu, mwenye uwezo wa kudhibiti mipira. Sifa yake kubwa zaidi ni kumiliki mpira, lakini pia kupiga pasi sahihi, lakini pia kudhibiti tempo ya mchezo. Lakini pia kwenye eneo la kiungo cha juu atacheza Alan Okello. Kwa upande wa Alan Okello tunafahamu ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kuswitch kwenye eneo la pembeni, lakini pia ana uwezo wa kuswitch kwa kuingia eneo la katikati. Maana kwamba kazi yake kubwa itakuwa ni kuweza kupiga pasi za mwisho kutokana na ubunifu wake. Kwa upande wa kocha atakuwa akimtegemea kama playmaker ambaye atakuwa akihitaji zaidi kuwatazama watu ambao watasimama kwenye eneo la box kwa ajili ya kuwapa mipira kwenye eneo hilo. Lakini pia winga pembeni kulia yupo Max Nzengeli. Kwa upande wa Nzengeli tunafahamu ni mchezaji ambaye amekuwa na kasi na uwezo wa kupenya chenga, lakini pia atakuwa akishambulia kupitia upande wa kulia, lakini pia atakuwa akiswitch kwenye eneo la katikati kulingana na aina mfumo ambao Yanga wamekuwa akiutumia. Lakini pia Pacome Zouzoua atasimama kwenye eneo la winga pembeni kushoto. Kwa upande wa Pacome tunafahamu ni mchezaji ambaye amekuwa na ubunifu, uwezo wake mkubwa kwenye kucheza eneo hilo, kasi yake, lakini pia uwezo wa kufunga. Kitu pekee ambacho atakuwa akicheza kwenye eneo hilo ni kuswitch yeye pamoja na Alan Okello. Kuna muda Pacome utakuwa unamuona kwenye eneo la katikati, kuna muda utakuwa unamuona pembeni. Vile vile Alan Okello itakuwa hivyo hivyo. Lakini pia mshambuliaji wa mwisho ni Prince Mpumelelo Dube. Kwenye mechi ya kwanza tuliweza kumsikia hapo jana kocha Pedro Goncalves kwamba anaamini urejeo wa Prince Dube utafanya Yanga watengeneze nafasi nyingi zaidi kwenye mechi ya siku